Karibu ndani ya Mwanga wa Baraka na mimi Matthew Ndeva. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Jumamosi saa 4 mpaka majira ya saa 7, na tunashukuru Mungu kwa mkono wake wa baraka sana. Amekuwa nasi na kimekuwa ni kipindi cha baraka sana. Kwa habari za wanawake katika maandiko, wacha Mungu atubariki sana. Kitengo hiki kizuri tena cha kupendeza mno. Nasema hivi, jifunze kwa wale watu waliofaulu siku zote katika maisha. Usihofu, maana waliofaulu duniani Mungu akikupa neema ya kuwafahamu, jifunze kwao, maana kuna mazuri ambayo yako kwa ajili ya mbele yako. Tusichoke na usiwe na aibu kwa yale yaliyokupata jana, maana jana ipo na kuna vitu pengine vilikukumba jana visikutie aibu ya wewe kusonga mbele. Songa mbele ukiwa na matumaini ya kwamba kesho yangu ni nzuri tena ya kupendeza. Nasema hivi, mwanangu, si lazima kuwapendeza wote katika dunia. Kimaana kile unachokifanya si wote watakayekifurahia. Kuna wakati mwingine unalolifanya wengi wataliona kuwa jambo lisilo la maana kwao. Basi si lazima uwapendeze wote kwa wakati mmoja. Kila kitu kina majira yake na wakati na nyakati zake. Ikiwa Mungu ameanzisha kitu kwa ajili yako, kitafaulu. Ikiwa Mungu ameanzisha kitu kwa ajili ya maisha yako, kitaendelea. Basi usihofu wala kuogopa lolote, kuwa mwaminifu na kumtumainia Mungu, maana yote yanawezekana. Changamoto hazikosi katika safari, lakini afadhali uyalinde maono na ndoto ulionayo, na kesho yako itafaulu sana. Asante. Leo hii tunaangalia habari za wanawake katika maandiko, na leo hii nalikuahidi juma lililopita ya kwamba tutazungumzia habari za mwanamke kwa jina lile ambalo anaitwa Yezebeli. Na leo nataka ufahamu Yezebeli alikuwa nani. Yezebeli alikuwa ni binti ya mfalme wa Sidoni aliyeitwa Ethebalia. Natumai jina lile nimelitamka vizuri. Na katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza 16:31, Sidoni ilikuwa ni nchi iliyokuwa ya kaskazini mwa taifa la Israeli. Kaskazini, nchi hiyo ni nchi ya Lebanoni. Leo hii inaitwa nchi ya Lebanoni. Desturi ya Wasidoni zilikuwa ni kuabudu miungu, na sasa na waliabudu miungu, na walifanya kuabudu miungu kwa muda wao mrefu sana. Walitika mizizi katika uabudu wa miungu, na sana sana mungu aliyomwabudu aliitwa Bali. Hiyo yamaanisha Yezebeli alikuwa ni mtu aliyeabudu Bali na alitika mizizi katika uabudu wa Bali. Mfalme wa Israeli aliyeitwa Ahabu alimuona binti huyu na wa kifalme na kumlete katika taifa la Israeli na kuwa malkia. Kumaanisha, anaposema malkia, na maanisha ya kwamba alimuoa binti huyo toka sehemu zile na akamlete katika sehemu za nchi ya Israeli na akamfanya kuwa malkia, yani mkewe. Na hiyo kuingiza ibada za miungu mingi katika taifa la Israeli. Kupitia kumleta mwanamke huyu, aliingiza ibada mingi zaidi ya kuabudu sanamu katika nchi ya Israeli. Yezebeli, licha ya tu na kulikuwa na uchafu mwingi, aliishi maisha ya kulifanya taifa la Israeli kutika mizizi katika uchafu. Taifa la Israeli kulikuwa linamwabudu Mungu, lakini lilibadili mambo mengi na kuanza kuabudu sanamu. Mumewe huyu aliyeitwa Ahabu alikuwa pia na mambo mengi ambayo uchawi iliingia Israeli, na mambo mengi. Unaposoma kitabu kile cha Wafalme wa Pili 9:22, hata uchawi ukaingia Israeli, taifa la Israeli likajipata pabaya. Aliwaua manabii. Huyu mwanamke Yezebeli aliwaua manabii wengi sana wa Israeli na kuwaua kabisa manabii wa Mungu, na wengi wakafa. Alikosesha Israeli heshima iliyokuweko ya kwanza, na hata Israeli ikakosa kuwa na mwanga tena. Mambo yalibadilika katika nchi ya Israeli kwa ajili ya mwanamke huyu kuingia katika taifa hili. Mahali pengine alitangaza kwamba yeye ni nabii, tena nabii wa uongo. Unapoangalia kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 2 mstari ule wa 20, anatajika kuwa nabii wa uongo, maana alitangaza uongo mwingi katika taifa la Israeli na amani ikakosekana Israeli. Yezebeli pia ni mwanamke pekee katika Biblia anayetajwa ya kwamba alikuwa akipaka wanja. Alikuwa na uso wake na siku zote alijipaka na kujipodoa, desturi za waliokuwa wanaitwa makahaba katika sehemu nyingi za dunia. Unaposoma Wafalme wa Pili 9 mstari ule wa 30, unaona mambo haya. Mwanamke huyu ndiye mwanamke pekee aliyeshindana na maagizo ya Mungu katika maandiko. Hakupea habari ya maandiko nafasi, alishindana na maandiko kwa wingi, na maandiko yalipata kuwa na upinzani mkubwa kwa ajili ya mwanamke huyu. Kulingana na mwanamke wengine katika Biblia, yeye hakupea Biblia support hata kidogo. Ndiye aliyesababisha sana hata nabii wa Mungu Elia
kuhisi hatari, na hatari si tu peke yake nabii huyu kuhisi kutoroka, kuona kwamba maisha yake yako hatarini, kuogopa na kujificha kwa muda mrefu kwa ajili ya mwanamke huyu. Alikuwa mtu hatari. Yezebeli alikuwa na mtoto wa kike aliyeitwa Athalia. Alikuwa na mwanamke huyu alipata mtoto wa kike aliyeitwa Athalia, ambaye naye alirithi tabia zile alizokuwa nazo mama yake. Basi dunia nzima ilikuwa inapitia hali nzito, sasa na taifa la Israeli pekee ambayo liliona mazito haya. Kulingana na haya bali na hayo pia tunaangalia kwamba aliabudu sanamu, na sasa sanamu ya kwao ambayo waliita Baali. Adhania alikuwa muuaji pia, maana pia katika desturi yake kuna vitu alivyovifanya havikupendeza. Nguvu nyingi za taifa la Israeli, hasa sehemu za Yuda, zilipitia hali nzito kwa ajili ya mwanamke huyu. Yezebeli hakudumu muda mrefu. Kulingana na maandiko, Yezebeli hakudumu muda mrefu, sawasawa na unabii uliotolewa alipokuwa katika nchi na akiishi katika siku za uhai wake. Mwanangu, huyu Yezebeli hakuishi muda mrefu, alikufa kwa ubaya mwingi, maana hata unabii ulikuwa ya kwamba atakapokufa atakulwa na mbwa, watamla na kulamba damu yake. Siku ya kufa yake Yezebeli alianguka kutoka orofa iliyokuwa ndefu mno. Nataka nikuhakikishia kwamba tangu